Mambo vipi mtazamaji wa IAA TV? Karibu sana katika Campus Nexus, kipindi chako pendwa sana ambacho mara nyingi huwa kinatukutanisha na wanafunzi wa vioni na baadhi ya watu, lakini zaidi tunazungumzia maisha ya wanachuo, changamoto zao, matarajio na mambo kadha wa kadha kuhusiana na wanachuo. Na hapa niko na rafiki yangu anaitwa Medi. Mimi namfahamu hivyo lakini atajitambulisha yeye anaitwa nani zaidi, majina yake yale ya kwenye NIDA. Mimi naitwa Abdul Yusuf Abdul, ungana nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Tutapiga story nyingi sana hapa na bwana Medi, tutamfahamu na pia tutazungumza mambo kadha, lakini jambo kubwa ambalo tutalizungumzia leo ni fake life versus real life, yani maisha ya kuigiza pamoja na maisha halisia ya vijana wa chuo. Je, yana umuhimu wote? Medi, yes bro. Uko shwari? Niko poa kabisa. Uko poa kabisa. Ndio. Gangari. Na kuona huko umetupia uzi wa Paris Saint-Germain. Baada ya kushinda sasa. Dembele wewe. Baada ya kushinda ndo umeutupia. Ndio. Bwana Medi, majina yako yale ya kwenye vitambulisho ya NIDA. Mimi nakufahamu na majina yangu matatu, naitwa Ahmed Omari Hamadi. Ila wenyewe wananifahamu kwa Medi. Medi, sasa mtu akufahamu sasa. Unapiga mwaka wangapi? Mimi ni mwanafunzi wa Bachelor Degree of Finance and Banking, mwaka wa kwanza. Sasa unaingia. Sasa hivi naingia mwaka wa pili. Mtu wa pesa. Watu wa fedha. Kwa unaelewa vizuri sana. Ndio. Bwana Medi, ni tangia umefika chuo cha uhasibu Arusha hapa, sasa unaenda kuingia mwaka wa pili. Ni kitu gani ambacho unakienjoy ndani ya maisha ya chuo cha uhasibu Arusha? Vitu ambavyo na enjoy hapa ndani ya IAA. Kwanza nimependa kuinteract na watu tofauti. Kingine mimi bwana ni mtu wa mchezo. IAA ni moja kati ya vyuo ambavyo vinafanya vizuri sana kwenye michezo. Mchezo gani? Mchezo gani unaupenda zaidi? Sana mimi mchezo ambao naupenda ni mpira wa miguu. Napenda sana mpira wa miguu. Kwa moja ya vitu ambavyo na enjoy sana, yani mpaka unaweza kukaa na kipindi nisiingie kwa ajili ya kwenda kuangalia mpira. Ni kitu gani kingine unakipenda sasa nje na chuo? Sasa ukiwa nje ya chuo, kitu gani unakipenda zaidi? Nikiwa nje ya chuo. Sidhani na nikiwa nje ya chuo labda ni vitu tu vya kawaida kiongozi. Kwa mfano. Basi tuache kama package. Tuache kama package. Bwana Medi, ulishawahi kutamani kitu ambacho kiko juu ya uwezo wako, yani kukifikia inahitaji process sana? Ndio. Nishawahi kutamani, yes. Ulifanyaje kukipata? Na sijakipata bado, ila natamani. Unatamani? Kwamba siku moja ukipate. Siku moja nikipate, ila bado najipa tu muda. Kwamba kila kitu kinahitaji kila kitu mipango. Bwana Medi, mada yetu mezani leo inasema ndio real life versus fake life. Yes. I know unafahamu kwamba maisha ya kuigiza na maisha halisia. Ndio. Mimi kwa upande wangu sijajua sana, ila nafikiria kuna baadhi ya watu wao wanaishi maisha ya kuigiza, kitu ambacho mimi naona sio sahihi. Kwa upande wako unaonaje? Kwa upande wangu mimi naona sio kizuri. Kwa sababu ila sometimes inachangia, yani unakuta tunavotoka majumbani kwetu kuja huku chuo, tunakuwa na tabia tofauti. Unakuta tumetoka vizuri tu kwetu, bali tunapofika chuo tunabadilika kutokana na mazingira au kutokana na watu ambao tunakutana nao. Yani wewe sasa ni watu wana magani ambao unahisi mtu anakutana nao wanabadilisha kabisa maisha yake? Mwingine unakuta mtu ndo mshafika hapa, kuna marafiki tu fulani mwapata, umeona, au wana mambo fulani tu hivi ya ovyo, basi na mwenyewe utaanza, kama ni mtu ambaye haupo kwenye misimamo yako ujisimamie, utaanza kuwafuata. Unaona ni sahihi sasa kwa vijana ambao tunaigiza maisha? Sio sahihi kabisa. Kwa nini sasa? Kwa sababu mimi nataka nionekane ni vimbe, ni tambe mwanangu. Yani yeye mtanijuaje? Yani utajuaje? Sio kinyonge. Kwa nini mimi unione mnyonge mwanangu? Yani kwa nini wewe mnyonge? Unajua watu wengi hapa, umeona, unakuta mtu hata kama ana kipato cha chini, sawa, yani hakubali ile kuonekana kwamba mimi nina kipato cha chini. Umeona, lazima yani ajeke kwenye standard fulani kwamba hata ukimwona ana
yani hata kama ukimwona kapendeza nini, yani mwenyewe anajua hana, lakini aonekane yuko smart. Unahisi nitaji, naomba wewe sasa utuambie vitu vitano au hata vitatu ambavyo unaona kabisa vinachangia vijana kuigiza maisha zaidi, vijana wa vyuoni. Mimi ninaona tu labda mtu mwingine anapenda labda lifestyle la mtu, umeona yani mwingine anapenda tu lifestyle ya mtu fulani, umeona, kuone mwenyewe anataka afosi ya kama yeye, kama mtu fulani bana pigo zake zipo hivi na hivi, yani hata appearance yake ipo hivi, na mwingine naye atapenda kama ule jamaa. Mtandao wa kijamii inachangia. Kuna maana gani? Yani kwanza kwa sasa hivi mitandao kama hii TikTok hii inaharibu sana vijana. Sasa TikTok mtu anakutana kitu gani ambacho sasa kinamfanya atamani kuigiza maisha? Tunaikaga bando kiongozi. Ukiingia utakutana tuna vitu tofauti, content tofauti unakutana nazo, right? Umeona? Kwa mimi naamini kwenye zile tu content tofauti ambazo mtu anakutana nazo, kuna nyingine ambazo zinakuwa zinakuvutia. Umeona? Sasa inategemea kama content za aina fulani zitakazokuvutia zikawa ni nzuri au mbaya. Mwenyewe ni mtumiaji mzuri sana wa TikTok, na naona mambo tofauti sana. Mengine ni mazuri, mengine sio mazuri. Ulishawahi upo in love? Yes, niko kwenye mahusiano. For the first time unaingia kwenye mahusiano, ulishawahi uliona kwamba je, mahusiano yanaweza yakasababisha wewe uishi maisha ambayo sio yako sasa? Sababu maybe mtoto atakuonaje au unakuaje? Kwenye mahusiano mimi kama mimi yani waga siwezi nikafake. Yani niseme siwezi nikafake yani ile condition yangu ambayo mimi ninayo, kama tuchukulie labda naweza kumiliki 2500 alafu mwanamke wangu nikawa namdanganya kwamba bwana mimi ni mtu wa hivi, labda anakamata milioni. Hapana, lazima nitamueleza jinsi mimi nilivyo, umeona, kipato changu hivi na hivi na hivi, kwa tutaishi. Unadhani mahusiano yanaweza kusababisha vijana wenzetu kunanilia sasa kuishi ambao maisha sio ya kwao ya kuigiza? Yes, mahusiano yanachangia. Kivipi? Kwa sababu kama hapa chuoni, soma vioni, unakuta haba mtu unatamani, yani kuna mwanamke umekutana naye, na unajua wanawake wa vioni wengine gharama nyingi sana, umeona. Kwa hiyo unapokutana na mwanamke wa design hiyo, lazima wewe mwenyewe utabadilika kwa namna moja ama nyingine. Yani inawezekana mwanamke wako akawa yani yuko very smart, yani unagharamikia pesa nyingi, si ndio? Alafu unakuwa upo rafu, haiwezekani. Kwa hiyo lazima wewe mwenyewe utachange, umeona, lazima ubadilike. Sasa Medi, tuwasikilize kwanza vijana wenzetu. Wao wanafikiri ni kwa nini vijana wa chuoni wanaishi maisha ya kufake zenyewe. Tutarejea, tutaendelea kupiga story na wewe, watu wakufahamu zaidi. Kama tamaduni, kwa maana kwamba watu wengi wanapokuwa wanaenda chuo wanabadilishwa na mwenendo uliopo chuo. Na nini kinawabadilisha hasa? Company kwanza, wanafika wanaiga maisha ya watu ambao wenyeji wao, watu ambao tayari wapo wamewakuta chuoni, kwa maana kwamba mavazi, namna wanavyoonekana, mitandao pia ni sababu nyingine nzuri. Kwa hiyo kwanza tamaduni, kuiga mitandao ni kitu ambacho kinawafanya wanabadilika ili waendane na ile hali ambao wameikuta chuoni. Kwa hiyo kwangu mimi nadhani issue kubwa ni kuto kugundua kwamba inatakiwa wawe kama walivyokuwa, kwa sababu tuseme upekee, tunatakiwa tuwe pekee, tuwe tuna upekee. Umekuja na maisha yako, unaishi maisha yako mpaka unavyokuwa unamaliza masomo, utaondoka, utarudi nyumbani, utakuta maisha yale ambayo ulikuwa nayo. Lakini ukishakuwa umekuja, unataka mtu fulani akuone, tuseme upo modern, uwe modern, uonekane modern, kwamba akuone na wewe labda unavaa, unapendeza, uendane na media, uposti, uonekane. Lakini maisha halisi haupo hivyo, inakuwa
haina maana. Kwa hiyo nadhani ni kuiga ili kuendana na mazingira, pia mitandao, social media na vitu kama hivyo. Ndio. Ushauri wako kwa vijana sasa wale ambao labda hawajafika? Mtazamo wangu mimi naona vijana wengi wanafiki maisha kwa sababu ya kutafuta heshima au kusaminiwa. Kwa sababu vijana wengi wanaamini kwamba ukiwa unapendeza au una hela, watu wengi wanaweza kukuheshimu na wakawa wanakufuatilia sana. Umeona? Kuliko usipokuwa na hela au upendeze, watu wanakuwa kama hawana muda na wewe. Labda ni mtu anapotoka kwao hivi kuja chuoni hapa anakutana kwanza na watu wengi tofauti. Kwa hiyo akija huku hivi anajiunga na marafiki ambao hakuwa nao mwanzoni, wengine labda wanamzidi kiuwezo au vipi. Kwa hiyo akifika hapa hivi anajaribu na yeye kuiga maisha ambayo marafiki zake wanaishi ili waendane naye sawa. Kwa hiyo akifika hapa ndo anaanza kufeki maisha labda hivyo, anajaribu kufanya vitu ambavyo alikuwa havifanyi mwanzoni. Ninachokishauri yani nahisi ni vyema tu mtu angeishi maisha yale ambayo alikuwa anaishi tangia mwanzoni, kwa sababu usipoishi hayo maisha ukafeki, ni matokeo mengi sana yanaweza kukukuta. Kwa mfano labda madeni, unakuta mtu atadaiwa labda kwa sababu alikuwa labda anaenda labda anakopa labda hela ili anunue kitu fulani nini. Kwa hiyo mtu mpaka anamaliza chuo au vipi anakuwa na madeni mengi. Ndio tunawasikia vijana wenzetu wa chuo cha Wasibu Arusha hapa. Ndio. Wao wamezungumza kwa nini vijana wengi wana fake life au wanaigiza maisha wakiwa chuoni. Sasa bwana Medi, mimi nataka nikuulize, ushawahi kuwa na rafiki yako wa karibu ambaye ulimuona akiigiza maisha anapokuwa chuoni? Yes, nishakuwa naye. Ilikuwaje? Mtupe story. Yaani ilikuwaje? Yaani alikuwaje zamani? Unaona? Ikawaje baadaye akaanza ku fake life na matokeo yake unayaona vipi kwake? Bwana, kwa mimi ninavyomjua background yake kwamba kwao kwanza tufunguke kidogo. Kwao ni mtu wa dini, yani kuna dini sana. Sali sana. Kuna dini sana, ni Muislamu. Lakini hapa katikati hapa naona kijana amebadilika baada ya kufika chuo sasa. Ni mshikaji wako? Ni mshikaji wangu sana. Ila tunasoma tu kozi tofauti. Umeona? Sasa hivi kimuonekano, ukimuona unaweza kujua huyu jamaa, yani wale wana mitindo, wale mafashionista, unaweza kujua jamaa mwana mitindo fulani. Sasa mshikaji ni mtu wa mambo kama hayo. Au ni msanii labda anaimba na nini mambo yake. Umeona? Lakini tukikutana labda tukisharudi likizo nini, ni mtu tu wa kawaida. Kwa hiyo kumbe kwenye fake life unaweza ukafake kwamba kihela au kinamna ya uvaaji, yani au kubadilisha maisha yake ya kidini. Kumbe sio fedha pekee yake. Sio fedha pekee yake. Hata kubadilisha yani ile appearance yako. Unajua mfano kama mimi nimekuja hapa nimekuja unaniona tu hapa nimevaa nguo zile kacha zina matobo nini. Wewe mwenyewe tumesoma kuna communication. Unaelewa kabisa huyu ni mtu aina gani. Umeona? Kwa maana hiyo kwamba yani au unakuja hapa au unanikuta hapa kesho na kesho kutwa nikuta mimi nimesuka na dread zile. Utanifikiriaje? Nianze kufikiria labda maybe mshaanza kuwa msanii. Kwa ni vitu kama hivyo. Kwa mshikaji kwao kibunda kipo. Amna. Ni maisha tu ya kawaida. Maisha yetu ya kawaida. Lakini wewe binafsi unamuona kwamba dau mshikaji kweli hapa anaigiza. Anaishi expensive life. Yani kama ile boom kipata yani mimi naamini simulizaje, lakini ile boom sidhani kama hata wiki inatoboaga. Umegusia boom. Unaona maisha ya boom ambayo tunapata ndio yanachangia kunanilia. Sometimes yanachangia. Kivipi mwanangu sasa? Sababu unakuta mtu hujai kupata 600 kaka. Yani 600 hujaipataga. Hii hapa kwenye kadi ya benki sasa. Na mwanzo nilikuwa nasema nikipata 600 yani nitafanyia vitu fulani na kitu fulani na kitu fulani. Kuna ile malengo fulani kwa advance. Tanua speaker. Tanua hivi. Kitanda yani bedi sofa wenyewe wanasema. Au nitafanya hivi. Au muda mwingine unakuta mtu ana malengo hayo. Labda anasema nikipata 600 nitafungua biashara. Tutafanya hivi, nitafanya hivi. Umeona? Lakini akishafika huko sasa message ndo
ishaingia pale, usha sign Eh. message ishaingia, eh, na akili nayo inabadilika kabisa. kabisa yani Yani unakuwa kama sio wewe, na hiyo mifano mwenyewe unayo ndugu yangu. yani baadaye sasa mtu anabadili kabisa ile mtindo wa maisha Yani- mara 3 Mara 4 mara hata mara 5 mara 5 nakula nini kama ilikuwa so mtu wa Eh. so mtu wa vile wanaita kwenda sehemu sijui labda Kutoka out nini? kutoka out zile kubwa kubwa, Mm. utatoka utajipa hata out 2 kwa Umeona. ndani ya mwezi Hata mpaka mwezi. hakikisha ile hela inatumika mpaka kuja kushtuka na 50,000 anawaza Umeona. tena sasa sijalipana unaanza kupiga simu nyumbani sasa, unasumbua. Imekuwaje? Kuna muda fulani wanasema kama ile anakuwa uchawi bwana Ila uchawi ndio Haitoboi. haitoboi, lakini kwa upande wako ile laki sita unaiona ni nyingi au kwa mimi 600,000 Mm. 600,000 ni pesa sio nyingi, Mm. ila sio ndogo. Kwa nini sio nyingi na wala sio ndogo? 600,000 kwa mimi hapa sio nyingi sana, kwa sababu kuna vitu natamani nifanye kwenye ile pesa, lakini naona bado haitoshi. Lakini ni hela ya kujikimu tu mzee. Mhm. Unataka kufanya vitu gani? Hamna, sometimes unaweza kufungua hata sehemu kauza hata karanga, machungwa, nini. Lakini sasa Sasa kuuza mimi karanga, kama mimi kuna biashara fulani waga natamani nifanye, lakini unakuta unavyoipata ile mambo nao yanaingiliana, unajalipa ada, unadaiwa ada, sijui hivi kodi, sijui hivi na hivi. Kwa unakuta ile hela unazungushia tu umo kwenye ada, kodi, chakula, hela inakuwa imeisha. unaona umesema labda kuuza karanga au machungwa kupitia hizo hela. Ndio. Unaona ni ushamba au ni tuseme ushamba Ndio. kwa kijana wa chuo kufanya biashara kama hizo? Hapana, sio shamba kaka. Yaani Lakini tunaona vijana wengi kama wanaona hilo jambo, nauzaje karanga? sasa hapo Utanionaje? Yani bwana Medi leo mimi unaniona nauza karanga mwanangu. Hapo ndo tunakuja pale kwenye kufake life kaka. Umeona? Yani unamkuta mtu kashajizoesha bwana bwana, yani mimi ni bisho, yani nimeamua bwana kupendeza nini. Afu leo unakisha kutwa mwambie bwana kiongozi au bro tufanye biashara fulani, tuuze hata pipi chuo nini, tutembeze hata karanga chuo. Umeona? Hawezi, automatically hawezi. Umeona? Lakini kuna baadhi ya vijana wengine wanafanya na maisha yao safi, maisha yanaenda. Kwa hiyo kama haumii, hatoki damu, yuko fresh tu. Lakini wanaogopa kuchekwa mwanangu. Mtu anawaza nitachekwa. Wengine wanawaza, lakini mimi naona haiko sawa. Yani unapoamua tafuta, ondoa mshipa wa aibu. Unajua unapokuwa na mshipa wa aibu, kuna baadhi ya kazi nyingine au hizi kazi ndogo ndogo huwezi kufanya. Wewe unataka tu umalize chuo, usubiri tu cheti chako. Umeona? Uangalie tu uzunguke na cheti chako ajiliwe mshahara milioni 2, milioni 3. Umeona? Lakini ni vizuri hasa kama sisi vijana, watoto wa kiume, kupambana. Unasoma, unapambana. Umeona? So unaona inawezekana kufanya mambo mawili kwa wakati mmoja, nikasoma nikafanya mambo mengine? Inawezekana. Bwana, inawezekana vipi? Inawezekana sababu elimu yetu ya chuo haikufungi sana kama ile, yani haikubani sana kama ile elimu yetu ile ya advance sijui na O level. Kwa unaweza kufanya sababu kuna muda mwingine unaweza hata ukakansel kipindi ukaenda kufanya mambo mengine na kaenda fresh tu na ukajitahidi ukafikisha zile coursework na ukafanya mtihani na ukafaulu. Medi, wewe binafsi yako sasa unaona mitandao ya kijamii pia ilishawahi kama kutaka kusababisha wewe kufake life? Mitandao ya kijamii wewe kwa upande wako binafsi sasa ulishawahi kuona? Ndio. Kivipi au kwa namna gani? Sometimes unatamani tu. Umeona? Naingia huko unamkuta kijana mtoto mdogo ana pesa nyingi, anajiita mtoto mdogo, ana pesa nyingi. Umeona? Unamkuta hata zile lifestyle yake anaposti TikTok au kwenye mitandao mingine. Yaani ni maisha fulani hivi ambao kila kijana anatamani anatamani aishi maisha au anatamani uishi maisha ya shida. Hapana. Lazima mimi naona hakuna mtu ambaye anafikiri yani anafikiri kuishi maisha ya shida. Ndio.
Sasa wewe kwa upande wako huwa una control vipi hisia za kutamani hivyo vitu? Mimi kama mimi na kitu waga najipaga muda na pia uvumilivu, kwa sababu kwenye maisha usipokuwa mvumilivu, umeona, afu usipojipa muda, mfano kama unaanzisha biashara, umeona, na mara nyingi tunavyoanzisha biashara unakuta ile biashara mwanzoni unakuta biashara haijazoeleka, biashara haiendi, umeona. Kwa hiyo usipokuwa mtu wa kujipa muda na kuwa mvumilivu, uwezo kaendelea na ile biashara. Yaani ukitaka tuanzishe biashara leo, kesho iwe kubwa, biashara kubwa, yani watu waifahamu, pate faida, pesa nyingi, umeona, kwamba ukiwa ni mtu wa hivyo huwezi kutoboa. Lazima ujipe muda na pia uwe na uvumilivu, uwe na subra. Subira Yavuta heri. Yavuta heri. Bwana Medi, ndio wewe ni kitu gani haupendelei zaidi kukifanya? Kabla hatujaenda kumpa ushauri sasa kijana mwenzetu ambaye yeye kuna life fulani anatamani kuliishi au kuigiza. Ndio bwana, mimi kitu gani ambacho hupendelei kabisa? Mimi kusema ukweli, hata watu wangu wanaonizunguka baga sipendi kuishi maisha ya mtu. Yaani ninataka niwe kama fulani. Yani niishi maisha ya mtu au ni fake maisha yangu. Bwana, mimi kama sina tu, yani kama sina bro. Siwezi nikaa ndani nimeamka na 500, umeona, nikajifanya kama nina 10,000, umeona, wakati na 500 sijala toka jana bro. Kwa siwezi. Ni ushauri gani sasa ambao unaenda kumpatia mwanafunzi mwenzako? Ushauri wangu bwana, tuishi maisha yetu, kwa sababu unavoishi maisha yako sawa. Kuna ile sometimes umeona kama hapa hii interaction ya chuo, utakutana na watu tofauti. Utakutana na watu wenye hali yako kama wewe, si ndio? Utakutana na watu ambao kwao upo vizuri. Sasa wewe utakavo fake life ukaishi maisha ambayo sio ya kwako, sawa, kuna baadhi hata ya fursa utakosa. Mfano mzuri, chukule mfano kama bwana Abduli, sijui background yako, tumekutana, si ndio? Ila toka tukutane huku chuo na kuona, yani nakuona ni mtu fulani hivi, yani cha kwanza nakuona maisha yako unaoishi ni expensive sana, umeona. Lakini mimi background yako sijui, kwa hiyo mimi nitajua tu wewe wewe ni expensive life, una maisha mazuri. Lakini kumbe ndugu yangu, wewe ulikuwa na fake life hapa chuo. Ulikuwa unaishi maisha ambayo sio yako, maisha magumu. Yani bora, kuna watu wengine wakipata pesa bora apendeze kuliko kula. Yani bora nipendeze, yani bora apendeze kuliko kula. Sijui unanipata? Sasa mimi ninavyokuona kwenye life hilo, tukaja tukamaliza chuo, tukapotezana kama miaka miwili, tukaja tukakutana sasa huko upo kwenye maisha yako. Maana mtaani huwezi kuishi maisha ya mtu bro, umeona. Nikaja unaishi maisha yako sasa bwana, kumbe ulikuwa ni hali ya chini, umeona. Alafu labda kumbe yani shoti tu utapishana na fursa nyingi. Sababu bwana Abduli wewe mkaniambia bwana kabisa, bwana Medi mimi sina, una 500 nitakupata buku jero ule, umeona. Au ndakwambia bwana, kumbe ndugu yangu maisha yako hapo hivyo, fanya kitu fulani na kitu fulani na kitu fulani, umeona. Au kuna mchongo sehemu fulani upo hivi na hivi, umeona, nenda, umeona. Unaenda, unakuwa maisha mengine yanaendelea. Yes, ipo hivyo. Tunausikia ushauri kutoka kwa rafiki yetu na mwanafunzi mwenzetu hapa anaitwa Medi. Yeye amesema kikubwa cha kuzingatia ni ishi maisha yako, kwa sababu usipoishi maisha yako, siku moja unaweza kukutana na changamoto alafu mtu akashindwa kukusaidia kwa sababu ataogopa kuingia kwenye maisha yako. Ndio ni ushauri gani ambao upendi kusikia kutoka kwa rafiki yako kabisa? Yaani mtu akikwambia huo ushauri haupendi kabisa kusikia. Ushauri wa design gani? Yaani wote ule. Yaani ushauri wa namna gani sasa wewe? Labda maybe mtu nikasema, Medi bwana, achana fulani. Yaani wewe ni ushauri wa namna gani ambao upendi kusikia? Ushauri ambao yani ushauri umebase kwenye nini yani? Kwenye chochote kile. Kwenye chochote kile. Okay. Ushauri ambao mimi sipendi kusikia labda kwenye mahusiano kaka.
Mimi nimeenda huko. Kwenye mahusiano kitu gani upendi kusikia kwenye mahusiano? Unajua tunapokuwa kwenye mahusiano sawa, kuna baadhi ya vitu unaweza ukawa unafanya ukadhani kama watu wengine hawakuoni, kumbe wanakuona. Umeona? Sasa mimi sipendi bwana, yani kama vile unakuta mtu anakuja anakupa ushauri baba, mpenzi wako hivi na hivi na hivi. Umeona? Achana naye. Yule anatoka na fulani. Anatoka na fulani. Mbona mpenzi wako yupo hivi hivi na hivi? Yule hivi. Umeona? Sasa mimi ushauri wa design ile bro, mimi sina mpaka kitu nipate uthibitisho. Uone mwenyewe. Yaani uwezo kaniachanisha na mpenzi wangu. Umeona? Kwa sababu ya maneno tu fulani mpaka kitu nione nishuhudie kabisa kwamba kweli uko na fulani. Ama bwana hapa nimepigwa. Ndio naona hapo bora move. Ushawahi kutaka kumove on afu kashindwa? Kumove on. Kitu gani ambacho wewe kinakufanya sasa unashindwa kumove on mzee? Ni moyo. Ni moyo kaka. Moyo. Upendo. Uliwezaje sasa? Lakini au kuweza mpaka leo umeshindwa? Amna. Hapana. Uliwezaje? Niliweza kwa sababu unakuta mtu amebadilika, si ndio? Anakuambia bwana tuachane. Alafu wewe hujajipanga kuachana naye. Yaani ule moyo hautaki. Lakini nikashakwambia muachane. Ina maana hata ukaforce miaka nenda miaka rudi, tayari atakuwa hakuelewi naye atakuwa bana mtu mwingine. Kwa hiyo utajifunza tu kumpotezea japokuwa inauma. Unajua unaweza ukaachana na mtu leo afu kesho ukakutana naye au kumkuta tu anapita pale. Unakuta tu moyo wenyewe yani moyo tu unauma, unashtuka, unasisimka, ni kama vile unakuwa upo sawa nini pressure. Umeona? Kwa hivyo tu. Bwana Medi, wewe ni ndio mtu kutoka sehemu gani? Yani mkoa ambao umetokea? Na kwetu mimi kabisa mimi ni Mpemba. Zanzibar mwanangu. Ndio. Yani na hapa kuja, yani safari yako kutoka Zanzibar ni kuja kusoma Arusha au umetokea wapi? Ni safari ya elimu nilianzia Dar es Salaam. Ila kwetu kabisa ni Zanzibar. Na huwa unaenda maana yake ni kama wewe ni nyumbani. Yes. Ni kitu gani unakipenda zaidi Zanzibar? Vitu ambavyo navipenda mimi bwana, napenda tu ile hali ya hewa ya kule. Umeona? Ni kitu ambacho nakipenda sana. Na kitu gani kingine ambacho nakifurahia Sabongo Tanzania? Dar es Salaam na Arusha. Huku vitu ambavyo navifurahia vipo vingi. Ila naweza nikasema tu vitu ambavyo navifurahia huku ambavyo kule siwezi labda muda mwingine kuna kule vitu vingine hamna. Huku vipo. Umeona? Ila tuachane na vipo vingi. Basi mimi nimefurahi. Bwana Medi, tunaenda kumalizia sehemu yetu ya pili. Sehemu yetu ya pili tunaulizana maswali. Maswali ambayo unaweza ukajibu ndio au hapana au namna yoyote nzuri ambayo unaweza ukajibu. Swali langu la kwanza, Bwana Medi, ni chumba cha shingapi wewe huwezi kuishi? Chumba ambacho siwezi nikaishi. Cha shingapi? Yani cha juu kabisa fedha ni shingapi na cha chini kabisa fedha ni shingapi? Labda mimi siwezi kuishi chumba cha shilingi 30,40. Wewe ni chumba cha shingapi huwezi kuishi? Chumba ambacho siwezi nikaishi kikizidi labda kwenye 120,000 huwezi kuishi. Siwezi nikakaa. Na chini kabisa hapo tujue sasa, tujue una fake life. Unaokuona kama kuna watu wanakuona alafu wanakufahamu sasa ndio watajua ni chumba cha shilingi ngapi huwezi kuishi. Chumba cha shilingi ngapi tena chini ya hapo? Chini ya hapo. Chini ya hapo mimi naweza nikaishi. Shilingi ngapi sasa? Maybe 40,000 labda. 40,000 naishi. 30,000 naishi. Kikosa nini wewe ukikubali kabisa? Chumba. Kikosa nini? Mimi napenda chumba ambacho kina choo ndani. Yenye naita self sijui. Napenda chumba cha design hiyo. Nje, yani chenye choo nje. Chenye choo nje. Hiyo inakuwa sivipendelei sana. Tangia umefika Arusha sasa umeshakuwa choo umeama vyumba vingapi? Huku nimeama sehemu moja tu. Kwa nini uliama? Pale niliama kwa sababu ya kwanza
nilitaka tu kubadilisha mazingira, palikuwa ni mbali sana na chuo. Nilikuwa nachelewa sana vipindi saa 1, nachelewa sana kufika. Nilihama tu kwa sababu ya hivyo. Swali lingine ni kusomea library au kusomea nyumbani? Kaka, kusomea library. Kwa nini? Library ukiwepo maeneo kwanza ya chuo, hasa library, wewe mwenyewe tu ukiingia ukaweka tu ile nia ya kusoma, automatically unaelewa, tofauti na kwa ghetto bro. Yaani ghetto utasoma tu uvivu. Kwa hiyo library ni mnyama sana. Library iko poa. Swali lingine ni nataka nikuulize sasa bwana. Ndio. Kuishi ghetto na mshikaji au kuishi ghetto mwenyewe au kuishi ghetto na mpenzi? Hapo nichague moja. Uchague moja, alafu tuambie kwa nini. Hapo bwana, kwa mimi hapa, mimi sio kwa ubaya, lakini naona kwa wale ambao wamejaliwa kuoa, wao ili waishi na wake zao. Na wake zao. Nadhani umenielewa. Mimi sijaelewa. Nimelijibu kiutata, lakini kiutata. Mtu ambie sasa, kwa maana hiyo unaona ni bora kuishi na mwanamke ndani kuliko kuishi na mshikaji au kuishi mwenyewe? Ni bora kuishi na mke ndani. Yes. Sasa basi poa, hoja wa hapo chuo. Mimi sijawa. Kuishi na mpenzi, atuzungumzie mke. Kuishi na mpenzi. Kuishi na mpenzi. Kuishi na rafiki au kuishi mwenyewe? Hapo ni bora kuishi mwenyewe. Kwa nini? Sababu ukiishi peke yako, zile issue zote ambazo zinahusiana na getoni pale, zinakuhusu wewe mwenyewe, na wewe mwenyewe ndio una uwezo wa kuziendesha. Ni zako mwenyewe. Shida za mule ndani, wewe na mama mwenye nyumba au baba mwenye nyumba, ni za kwako. Sasa kwako wewe, kula chakula ni wewe, ni wewe. Kitu kimekaa vibaya, kila kitu ni wewe. Wewe mwenyewe unajua wewe unakipangilia vipi. Alafu ukiwa unaishi peke yako, kuna ile, yani kuna uhuru fulani unakuwa na wa kutoka muda wote, ukarudi muda wote, au kufanya chochote kwenye kitu lako fresh. Mimi nataka nifunge na hili swali. Ndio. Kabla sijafunga na hili swali, nitafunga hapa lingine. Ndio. Kuna 10,000. Unaona? Sawa. Mama anataka, mpenzi anataka, na rafiki wa karibu anataka hiyo hela, yani anakuomba umpatie. Ananiomba. Mama utaanza kumpa mama, mpenzi ambaye unampenda, kipenzi chako. Yani kusema ukweli, mimi bwana nipo kwenye mahusiano. Na mpenzi wangu nampenda sana. Ila inapotokea issue kama hiyo, mimi nitaangalia kwa mama. Kwa nini mama? Kwa sababu naamini bila mama nisingefahamiana hata na huyo mpenzi, nisingekuwa naye. Nisingefahamiana hata na huyo rafiki ambaye nimefahamiana naye. Ila naamini mama ndio kila kitu. Kuna nyimbo sema mama bila wewe uwepo mama bila. Kwa hiyo mama wa kwanza. Bwana mimi nimefurahi sana. Wewe ukipata boom lako, ni kitu gani cha kwanza wewe unatamani ukifanya? Boom. Kitu cha kwanza wewe unatamani kulipa ada. Ni wewe je? Mimi boom langu bwana waga nalitumia tu kwenye kulipa ada na kulipa tu sehemu ambayo naishi. Na vyakula na kujihudumia vitu vidogo. Ndio. Basi mimi niseme Medi, ulikuwa ni wakati mzuri sana. Nashukuru. Nimefurahi kuongea na wewe. Ndio. Na nafikiri pia watazamaji wa Campus Nexus kupitia IATV wamefurahi na wameenjoy sana. Yes, niseme ulikuwa ni wakati mzuri na muda wako ulikuwa ni mzuri sana. Madini ambayo umeyatema hapa kuhusiana na ushauri pamoja na kwa nini vijana wengi wana fake life. Nafikiri watakuwa wamefahamu na wameelewa kuna namna vijana wa chuo tunaweza tukaishi. Ndio. Pasi na ku fake life, tukaishi maisha ya uhalisia wetu, tukafanya biashara ndogo na tukaishi maisha yakaenda vizuri kabisa. Mimi nimefurahi sana. Ndio, asante sana. Sasa mtazamaji wa IATV, sisi tunafikia ukomo hapa kwenye Campus Nexus. Nilikuwa na Medi, ni mwanafunzi wa mwaka wa 2, anasoma finance. Tumejifunza mambo mengi kupitia yeye hapa. Tupigana story, lakini pia tumesikia maoni ya wanafunzi wenzetu kuhusiana na ku fake life. Na mada yetu kuu ilikuwa ni
real life versus fake life, kwamba maisha halisia na maisha fake ya vijana ambao wakifika vyuoni wanaanza kuyaonyesha, labda kwenye aina ya uvaaji, maybe alikuwa havai hivi, sasa amefika chuo anaanza kuvaa vingine kabisa ambavyo sio uhalisia wake, na unakuta muda mwingine akirudi nyumbani kwao anavaa zile sasa za kinyumbani. Yes, kuna wengine wanakuja wanakivaa mahijabu, lakini wakifika chuoni wanayatoa yale mahijabu wanaweka pembeni. Yes, ipo hivyo, lakini kuna wengine kama ulivyosimulia hapo, kuna wale wa dini wakifika chuo sasa ule udini wanauacha, wanaweka pembeni. Nyingi unaweza ka fake life ukiachana na udini sasa, na ukiachana na hivyo mtu anaweza ka fake kwenye udini, akaachana na masuala ya udini, akaanza yeye kutokusali sasa. Lakini kuna kufeki pia kifedha, mtu hana fedha lakini anataka mtu amuone mwenye fedha. Lakini pia kuna kufeki kwa aina nyingi sana 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 sana, hata kwenye kuishi. Muda mwingine mtu anajiforce kuishi kwenye nyumba yenye hadhi ya juu lakini kipato chake kidogo, na muda mwingine wanawaumiza watu ambao wanawategemea nyuma. Napenda kusema hivyo kwamba maisha ambayo tunaishi na chuo kuna muda mwingine yanawaathiri au yanawaumiza watu ambao wapo nyuma yetu. Mimi naitwa Abdul Yusuf Abdul, na endelea kuifuatilia Campus Nexus. Wakati mwingine nyuma ya kamera ni Hasbumi na Zuberi Kivufu, lakini pale kwenye mixing alikuwa Ana. Asante.